Asili Yetu TV tulikuwa tunamtafuta afisa mtendaji wa Mgendela. Niko naye hapa mtendaji mara baada ya taarifa ambayo nimekuletea awali ya upotevu wa mtoto, na tuko kwa ajili ya kudhibitisha kupitia serikali ya mtaa kutujua kwamba taarifa hii yeye kama kiongozi wa Mgendela ana taarifa hizi na alizipokeaje na alipokea lini na ilikuweje, ili kupata uhakiki zaidi wa taarifa hii. Mtendaji, shikamoo. Marhaba, hujambo? Si jambo, habari ya kazi? Salama tu. Pole na majukumu. Asante. Kuna taarifa ya kupotelewa kwa mtoto wa ndugu Shedrack mtaani kwa Mgendela pale. Sijajua hizo taarifa unazo kama kiongozi wa mtaa au labda bado ngeni upande wako? Taarifa hizi ninazo. Ndio. Nimepigiwa simu jana kama saa 12:30 jioni kwamba kuna mtoto amepotea. Na nilipigiwa simu na balozi wa mtaa. Baada ya kumhoji balozi akasema kwa mimi na yeye taarifa amezipata toka saa 5 asubuhi. Akiwa na harakati za kumtafuta mwenyekiti kumjulisha akawa patikane kwenye simu. Wakaamua kunipigia mimi. Nilichokifanya mimi kwa awamu ya kwanza ni kwamba kwa kawaida taarifa hii ikishajitokeza kwenye mtaa kama balozi au ingekuwa mimi mwenyewe, ndani ya masaa 24 taarifa iende kituo cha polisi. Baada ya kumpa maelekezo hayo, balozi aliniambia kwamba yeye yupo tayari kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi na ameshafanya utaratibu huo. Nikamwambia umefanya vizuri, basi taratibu nyingine zote ziendelee kesho asubuhi, kwa maana ya leo kama siku ya Jumapili. Na leo mimi asubuhi nimetoka nyumbani kuja kufuatia juu ya tukio hilo. Nimekutana na mama wa mzazi wa huyo mtoto aliyepotea. Kwa baada ya mahojiano ya mama, maelekezo aliyoniambia ni kwamba mtoto ni kweli alipotea jana, lakini mtu aliyekuja kumchukua ni ndugu ambaye ni mtoto wa shemeji yake. Alikuja pale kama dada mtu, akawachukua wadogo zake watatu, wadogo wakubwa akiwa wawili na huyo mdogo mmoja ambaye alibeba mgongoni, na akiondoka nao nyumbani akisema kwamba anaenda kuanulia pipi. Lakini baada ya kutoka nyumbani akaenda eneo la maduka ambako itakuwa ni pipi. Akawapa hela hawa wakubwa wakanunue pipi, akabaki na mtoto mdogo mgongoni. Walivyorudi mazingira aliyowaacha wakakuta kwamba yule dada yao pamoja na mtoto mdogo hayupo. Kwa hiyo harakati baada ya kutoka hapo ndo akamtafuta balozi akanipigia simu mimi jioni hiyo nikamwelekeza, na aliniambia kwamba kwa sasa taarifa zote zipo kituo cha polisi kama nilivyowashauri mimi jana. Kwa hiyo wanasubiri maelekezo kutoka kituo cha polisi, na mimi nikamwambia basi tuendelee kusubiri mara endapo, kwa sababu ni ndugu, angekuwa ni mgeni tungeweza fanya utaratibu wa kwanza kutafuta au na nini, wajaribu kupeleza kwa ndugu zao. Kama atapatikana tupende taarifa. Tunataka kujua matukio haya sasa kwenye upande wa eneo lako la uongozi huwa yanajitokeza mara kwa mara au hii ni mara ya kwanza? Kwa upande mimi wa mtaa wangu wa Mgendela kama mtendaji ni tukio la mara ya kwanza kulisikia kama hili. Sijapata tukio jingine la kuweza kutekaji mtoto. Ndio. Wito wako sasa kwa wana Mgendela na jamii kwa ujumla? Wito wangu kwa wana mtaa wa Mgendela kama kata ya Njombe mjini, kwa sababu sasa hivi tunaelekea kwanza kwenye mambo ya sikukuu ya Pasaka, halafu tuwe jirani kwa na watoto. Na tusipende kumwachia mtoto hata kama ni ndugu au sio ndugu bila taratibu zozote. Tuwe makini nao sana, kwa sababu inaweza likatokea huyu kwa kesho likatokea kwa mtu mwingine. Anaweza kaja pale akasema mimi huyu ni binamu yangu, mimi shangazi yangu, mtoto wa mjomba. Tusijue madhara yake, kwa sababu huyu mpaka sasa kwenye simu hapatikani. Ndio. Shukrani, nakushukuru mtendaji. Asante. Hiyo ni taarifa kutoka kwa afisa mtendaji wa eneo la Mgendela, ambapo ndipo palipotokea tukio la kupotewa kwa mtoto au mtoto kuondoka na mtu asiye anafahamika, lakini sasa hajulikani ameenda naye wapi. Basi nikuombe mtazamaji wa Asili Yetu TV, jaribu kufuatilia taarifa hizi, lakini pia unaweza kututumia maoni yako. Lakini kama kuna mtu yote ambaye unamuona na una hofu au una wasiwasi naye, yuko katika mazingira ambaye yanakuwa hayana urafiki zaidi, unaweza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi popote alipo, lakini pia ukawasiliana na Asili Yetu TV kwa nambari ambazo zinapita hapo chini na utapata utaratibu. Shukrani kwa wewe ambaye utachukua muda wako kuungana pamoja nasi kuhakikisha kwamba tunalifanyia kazi taarifa hii na kufanikiwa kupatikana kwa mtoto huu. Asante kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja nami. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma kamera bado niko naye Uncle G. Endelea kuwa nasi. Asili Yetu TV tupo nyumbani kwa bwana Shedrack, mtaa wa Mgendela mjini Njombe, Tanzania. Leo asubuhi paliibuka baadhi ya taarifa zilizoleta taharuki kwenye mitandao ya kijamii, hususan WhatsApp na mingineyo. Taarifa iliyopo ni kwamba bwana Shedrack amepotelewa na mtoto wake, na sio tu kupotelewa, ameondoka na mtu ambaye ni mtu wake wa karibu. Timu nzima kutoka Asili Yetu TV tukaona tumtafute
Bwana Shedrack, ili kujua kwamba vipi kulikoni na undani wa taarifa hizi ukoje na kipi ambacho kinaendelea. Niko nyumbani kwa Bwana Shedrack, lakini niko na mama wa mtoto ambaye inasemekana ameondoka kwenye mazingira ambayo sio ya kuaga, hayana taarifa maalum. Niko naye. Mama, habari yako? Salama. Pole. Asante. Tunaomba ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Renifrida Stephanie Danda. Renifrida? Renifrida Stephanie Danda. Renifrida. Tunataka kujua sasa taarifa rasmi ya kupotolewa na mtoto. Wewe kama mama, tunataka kujua kwanza jina la mtoto ambaye amepotea. Anaitwa nani? Anaitwa Justin Pila. Ana umri gani? Ana mwaka 1 na miezi 5. Mwaka 1 miezi 5. Bado alikuwa ananyonya. Ndio. Hebu tupe kisa, ilikuwaje? Maana tumeambiwa taarifa ni ya jana, kwamba ni jana saa ngapi na ilikuwaje? Ndio, ni kweli. Taarifa ni ya jana. Mida ya saa 5 ya asubuhi ndipo alipoondoka na mtoto. Yeye alikuja hapa nyumbani. Nani sasa alikuja nyumbani? Alikuja mtoto wa shemeji yangu. Kwa nia ya kutusalimia. Okay. Ndio kutujulia hali. Huyo mtoto shemeji yako, tunataka ufafanuzi, ni wa kike? Ndio, ni wa jinsia ya kike. Anaitwa Raineti Pila. Ni mtu mzima kidogo, miaka kama mingapi? Miaka kwenye 25 na kuendelea. Na huwa ana mazoea kuja hapa? Hapana, jana ndo amekuja kwa mara ya kwanza. Okay. Ndio. Maana alikuja wakati tunakaa sehemu nyingine kule, akafika wakati tumehama ndo wale wakamuonyesha tulipo, ndo akafika hapa. Akafika hapa, tumekaa ndani kidogo. Akawa anataka kuondoka, akasema wadogo zangu nikawanunulie pipi. Ndio. Ndo akaondoka, akambeba huyo mdogo pamoja na dada yake na wenzao kidogo wawili walikuwa wanacheza hapa nyumbani. Wakaondoka, wakapandisha huko juu. Nikakaa kidogo hapa mimi nyumbani, nikakuta huyu mkubwa anarudi. Anarudi na pipi, ameshika mkononi, ananiuliza dada yuko wapi? Nikamwambia dada si mmepandisha wote. Akaniambia dada kuna njia alitupitisha, akasimama sehemu. Akatuambiaje? Akatuambia tusimame hapa. Tuende tukanunue pipi. Yeye tutamkuta tukirudi. Akawapa pesa watoto. Akawapa pesa watoto waende wakanunue pipi. Yeye anasimama hapo hapo njiani. Wale watoto walivyoenda kununua hizo pipi, kwenye kurudi hawakumkuta. Ndio wakaja kutoa taarifa nyumbani. Ndio wakarudi nyumbani. Wao hawakumkuta, wakitegemea amesharudi huko nyumbani. Ndio kufika huku na mimi mwenyewe nashtuka kwa mbona hajafika huku. Nikamwambia basi tupandishe tuangalie hapo juu kama amefika, anashuka. Walichukua muda gani, yani kitendo cha kutoka hapa mpaka wale watoto kurudi kusema kwamba dada yuko wapi, yani palichukua kama muda gani? Ni kama dakika 20 hivi. Ndivyo walivyorudi watoto. Ndio. Okay. Tunataka kujua sasa yeye binafsi tayari ana mtoto, kwa sababu umesema ana miaka kama 20 na ana mtoto yeye? Hapana, hana mtoto. Ndio. Okay. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hamjui alipoelekea, lakini mawasiliano labda ya simu, namba zake? Kwa muda huo mimi namba yake nilikuwa sina, ndo nikampigia mume wangu hapa kumwambia ampigie, maana amuulize yuko wapi, ameondoka na mtoto na ni muda kidogo umepita, wenzao wamerudi. Ndo akawa amempigia simu, hakupokea zaidi ya mara 3. Baada ya hapo ndo ikawa haipatikani mpaka sasa hivi. Ndio. Asante. Kwa hiyo taarifa mlipeleka kwenye uongozi labda wa serikali saa ngapi sasa? Hapo kwenye uongozi wa serikali ilikuwa ni kama mida ya saa 11 nafikiri. Ndio mlianza kwa balozi au mlienda moja kwa moja polisi? Tulienda kwa balozi. Balozi akapeleka kwa mtendaji, maana mwenyekiti alikuwa hapatikani. Akapeleka kwa mwenyekiti, mwenyekiti akatushauri, mtendaji akatushauri kwa tuende polisi. Okay. Ndio. Asante. Mimi nashukuru. Nataka sana niongee na baba kwa sababu umesema mhusika ana mahusiano ya kiundugu na baba wa mtoto. Asante. Nashukuru. Ngoja hatu. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, hayo ni maelezo kutoka kwa mama wa mtoto. Nataka nipate pia maelezo kutoka kwa baba wa mtoto ambaye yeye sasa ana uhusiano wa kindugu na aliyeondoka na mtoto, ili tujue. Bwana Shedrack, habari yako? Habari nzuri. Pole sana.
Nashukuru. Tunataka sasa tupate ufafanuzi kutoka kwako kwa sababu wewe ndo kidogo una mahusiano na huyu aliondoka na mtoto. Tunataka kujua uhusiano wako kati ya wewe na huyu aliondoka na mtoto sasa. Mahusiano yetu ni kama familia kwa sababu yule ni mtoto wa kakaangu na yeye yupo mjini hapa anatafuta. Kwa hiyo lazima siku moja unaona nakupigia simu kwamba baba mdogo uko wapi, niko nyumbani au nipo kazini, utakuta nasema nilikuwa ndo unawasalimia. Hivyo ndo tulianzia hivyo. Tunataka kujua sasa yeye anapoishi labda uliwahi kufika au huwa mnapata mawasiliano gani? Kwa ujumla ni kwamba pale anapokaa sisi hatujaifika isipokuwa mawasiliano ya simu ndio alikuwa yanatukutanisha. Okay. Ndio, ila toka tukio hili litokee ndio jana nimejaribu kufika pale anapokaa. Ndio tukakuta ni kweli anakaa pale lakini kwa muda huo hayupo. Okay. Sasa tunataka kujua kwamba yeye ujio wake kwa hapa mjini kwamba ana muda gani tangu amefika hapa mjini, kwa sababu wewe umekuja kutafuta na mkuja kutafuta. Ana muda gani hapa? Hapa na takriban kama miaka 5-4 hivi. Kwa muda huo mlikuwa mna mawasiliano ya karibu kwamba alikuwa labda mnapishana anakuja kazini au anakuja nyumbani? Kwa sababu inasemekana hapa ndo mara ya kwanza kuja, mara baada ya kufika eneo ambalo ulikuwa unaishi mara ya kwanza na kukuta umehama. Sasa tunataka kujua alikuwa anakujaga kule mahali sasa ulikuwa unaishi. Kule amekuja tu mara moja. Alikuja mara moja kweli akatusalimia akaondoka. Okay. Na hapo ndio tukatokea sisi tukahama pale, ndio hajatokea kuja tena toka jana. Yaani alivyokuja jana ndio ikawa mara ya kwanza kwenye nyumba hii mpya ambako sisi tumehamia. Sasa vipi mawasiliano yako wewe na kaka yako ambaye ndo baba yake sasa? Mawasiliano kwa kweli paka jitihada zilifanyika, nikajaribu kumjulisha kwa muda ambao sisi tulipatiwa tukio, na ni kweli na kutokana na yeye akae hapa mjini anakaa tu huko vijijini, ila alijitahidi kupambana. Aliweza kufika tu eneo la tukio mamake mdogo, kwa sababu ule mtoto ni mtoto wa kakangu, alikuwa na wake wawili kwa ujumla. Ila yule ambaye amefanya hili tukio ni mtoto wa na mke mkubwa ambaye mama yao alifariki. Ila yupo mama mdogo ambaye ndo aliwasili jioni hiyo baada ya kupata taarifa akafika. Vipi taarifa angalau zile za kichini chini, labda inasemekana alienda vyao, labda alipoishi aliaga kwamba anasafiri anaenda mahali fulani, hakuna taarifa yoyote mpaka sasa hivi? Taarifa kwa majirani ambao tumefika pale kwa kweli wamejaribu kuelezea kadri wawezavyo kwamba kuna wengine wanasema ukweli walimkuta asubuhi mmoja. Ila lakini kuna wengine wanasema wana siku 2 hawajamkuta. Kwa hiyo wale mazingira anayokaa naye inaonekana sio ni anakaa sana pale nyumbani. Anakaa tu mazingira tofauti, na ndio maana taarifa zaidi za kuhusu yeye hatujaweza kufanikisha kuzipata. Okay. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna dalili yote ya kusemekana labda alionekana mahali fulani au alielekea mahali fulani. Kwa dalili za kwa taarifa fupi ambazo zimeonyeshwa kidogo na jirani wa pale, zimeonekana kwamba alikuwa anadai kwamba anaweza kaelekea Chunya. Okay. Chunya huko Mbeya, mkoa wa Mbeya. Mbeya. Ndio huko aliko, lakini inasadikika ndio alikuwa anaongea hivyo na yule jirani yake wa pale ambapo wamepanga vyumba jirani. Lakini kwa uhakika kwamba yupo huko hatuna, na kama yuko huko basi inawezekana, lakini kwa kweli sisi hatuna uthibitisho kwamba yupo Chunya au yupo sehemu gani. Taarifa sasa upande wako wewe na yeye kwamba alishawahi kuishi Chunya au hajawahi kabisa, ndo taarifa umeipata wewe mwenyewe kwamba ameelekea mitaa? Amewahi niambia kwamba alikuwa na mtu wake huko Chunya huko. Okay. Unajua mabinti anakuwa na mtu wake Chunya huko. Lakini hatukutaka kufuatilia sana kwa sababu hilo ni mambo ya binafsi ya yeye na mwenzie huyo. Kama ungekuwa kuna mahusiano ya jirani basi najua hata sisi angetujulisha. Lakini kwa kifupi ndio hivyo, hatuna uhakika kwamba kuna mtu wake rasmi huko Chunya. Okay. Tunapenda kujua pia taarifa upande wa jeshi la polisi sasa kwamba zimekamilikaje? Tunashukuru jeshi la polisi limetoa ushirikiano mzuri. Tumeonyesha kila kitu ambacho sisi tunakifahamu na kila ambacho sisi tunakiweza, na lenyewe limetoa ushirikiano wake kadri inavyoweza. Kwa hiyo ndio hivyo, tumeishia kwamba tuendelee kupambana na kutafuta. Jeshi la polisi likipata taarifa kuhusu yeye linatujulisha, na sisi tukipata taarifa kuhusu yeye tunatoa taarifa kituo cha polisi. Tumesema mtoto alikuwa anaitwa, mtoto ambaye ameibiwa huyo anaitwa Justin
Justini Pila, ambapo Justini sasa ni jina ambalo lenyewe lipo tu ni la kwangu, lakini halina watu wengi hawalijui kwa sababu nina ubatizo. Ila Shedrack ndo watu wengi wanalijua, jina ambalo unajulikana zaidi. Najulikana zaidi, ndio. Na wewe unafanya shughuli gani hapa mjini? Mimi nauzia viatu sokoni vya mtumba. Soko kuu. Ndio. Okay. Shukrani Paul. Kwa hiyo taratibu zote ziko polisi sasa? Ziko polisi, ndio. Asante. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, nafikiri tumepata taarifa ambayo kidogo inasikitisha, lakini hali halisi ndio hiyo, na mpaka sasa hivi mtoto bado hafahamiki yuko wapi na yupo kwenye mazingira gani, na hatujui kwamba aliyeondoka naye ameondoka naye kwa nia gani, nia nzuri, mbaya au lipi ambalo, lakini tunaomba tu mmoja wapo kama mdau, mtazamaji, mwanafamilia kutoka Asili Yetu TV, taarifa hii ni muhimu na ni jambo la wote kuhakikisha kwamba popote utakapomuona mdada, lakini tunapenda kujua huyu mdada yupoje, labda picha zake zipo, sijajua nyinyi mnaweza mkatumia jinsi gani ya kuweza kuzichukua. Okay, kama picha zipo nafikiri utakuwa unaziona picha, tutaziweka hapo, zitakuwa zinatembea kwenye runinga yako ambayo unatazama, ndo huyo. Lakini tunapenda pia kujua upande wa wewe na kaka yako baba, labda kuna namna utofauti kidogo wa kifamilia au kuna changamoto kidogo iliwahi kutokea hata miaka ya nyuma? Hapana, mimi changamoto na kakangu kwa kweli hatuna, tumeshirikiana vitu vingi, tumeshirikiana mpaka juzi tulikuwa na kikao kutokana na cha familia. Ni kweli changamoto na yeye hatuna. Labda sijajua huyo mtoto wake ndo amenuia nini. Basi mtazamaji wa Asili Yetu TV, maelezo nafikiri yamejitosheleza, nafikiri utaona, lakini mmesema kuna kibali imepewa kwa ajili ya ndio cha polisi ambacho ndo cha kinachodhihirisha kwamba tumethibitisha kwamba kweli tukio lipo. Hichi hapa. Okay. Mtazamaji, hichi ni kibali ambacho napenda kusoma RB namba 839 mwaka 2025. Aliyeripoti jina ni Spirian, lakini kesi inaonekana ni wizi wa mtoto. Frida. Ellen Frida ndo aliyeripoti, lakini pia kuna jina hili lingine imeandikwa Stefan Danda. Stefan Danda. Ni wizi wa mtoto, lakini ni tarehe 30 ya mwezi wa 3 2025. Ndo kibali ambacho umepewa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wako, lakini pia kuna namba za simu ambazo zitakuwa zinapita hapo, unaweza kutupigia kupitia namba za simu, lakini pia unaweza kuwasiliana na ofisi za Asili Yetu TV mkoani Njombe, tunapatikana pia. Lakini pia unaweza kunipigia namba yangu ya simu mkononi kwa wadau ambao wananifahamu. Mzee wa tatu niko hapa. Tunataka kuonana na kiongozi wa mtaa huu. Itapendeza zaidi kujua kwamba vipi kama uongozi wa mtaa wamechukua. Kwa hiyo ungana nasi, bado tupo katika mtaa Mgendela, tunaenda kumtafuta afisa mtendaji wa eneo hili ili atupe ushirikiano wake, lakini pia kutoa kipi ambacho amekipokea mpaka sasa hivi. Nikupe shukrani, lakini pole, na tutaendelea kushikamana nawe kuhakikisha kwamba kama Mungu anasaidia basi tutafanikiwa. Nashukuru kwa kweli, na nyinyi nashukuru kwa kweli. Japo channel yenu sijashika vizuri, lakini nashukuru kwa jitihada zenu, kwa sababu mmeonyesha moyo mzuri wa kujaribu kupush hili jambo. Na ni kweli ni majanga kweli ya dunia, kwa sababu ni mara nyingi watu wanapotoa watoto wanajua labda atarudi siku ya siku, anakuta inakuja jina tu peke yake. Kwa hiyo ndio maana sisi tumelishupalia tujaribu kulipush kwa kweli kwa pamoja, na mimi nashukuru sana. Asante sana. Ndio. Mtazamaji Asili Yetu TV, tunakwenda kumtafuta afisa mtendaji. Endelea kuungana nasi kutoka Asili Yetu TV. Naitwa Mzee wa Tatu. Niko naye Anko G.